Elimu juu. Mheshimiwa sana diwani wa kata hii, mheshimiwa sana mwanamwali wetu, mwanafunzi uliyefika daraja la juu, mwenye jambo lako, mwenye shughuli yako, unayeheshimisha kata nzima ya Mang'onyi na kipekee niseme jimbo zima la Ikungi Mashariki, lakini pia wilaya nzima ya Ikungi, lakini pia mkoa mzima wa Singida na taifa kwa ujumla. Kwa mwenzako hapo, mheshimiwa mchungaji, viongozi wote ambao mko meza kuu, kwa kusahau comrade hapa rafiki yangu, viongozi wote, mheshimiwa diwani wa kata ya Dumunyi, maafisa wa maendeleo kutoka halmashauri wote ambao mko hapa kwa jumla wake. Nimeona trekta nimeliona mama yetu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, lakini kipekee mama mzazi, viongozi wote ambao tuko hapa, wananchi wote, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anayetujalia uhai, anayetupa pumzi yake kila siku, lakini anatujalia maarifa, anatujalia busara na anatupa uzima, na hata leo tuko hapa kwa sababu ya neema yake. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwa sababu pia ya malezi mazuri ambayo Mungu amemjalia mama yetu akaweza kuzaa kilicho chema. Lakini pamoja na hayo, nitumie wasaa huu kuwapongeza wazazi, kuwapongeza wana Mang'onyi kwa ujumla, kwa maana kila mmoja wetu kwa namna moja ama nyingine ameshiriki mpaka hapa tupo, kwa sababu kuna jambo moja ama mawili ama matatu ameweza kuchangia na hatimaye ndugu yetu ameweza kufika hapa. Nilipitia risala kwa ufupi, nimeona amewataja watu wengi sana, watu wengi ambao wana mchango kwenye maisha yake. Amewataja wale watu kwa uchache wake, ila naamini wapo wengi wengine ambao pengine angeandika huenda zilikuwa kurasa nyingi na kilikuwa ni kitabu ambacho ukisoma huenda ikatumia siku 3, 4 na kuendelea. Ndugu wana Mang'onyi, kama alivyosema kupitia risala yake, ni kwamba wazazi tuhakikishe tunawapeleka watoto shule, watoto wanasoma, watoto wanaendelea hadi hatua zingine. Lakini kipekee nizidi kukupongeza, nikupongeze sana, kwa maana kwa mujibu wa taarifa zilizopo kwenye kata hii nzima ya Mang'onyi, wewe ni dokta pekee. Lakini katika shule aliyosoma ambayo ni Ikungi Sekondari, nadhani wewe ndio kifungua mimba wao. Kwa hiyo nikupongeze sana ndugu yangu, kwa sababu sasa wewe ndio unatoa kimasomaso, na wewe ndio mzaliwa wa kwanza, na mzaliwa wa kwanza lazima apitie mambo mengi yenye changamoto, ili iwe funzo na iwe elimu kwa wale wengine ambao wanafuata njia hiyo, wao wasipitie zile changamoto, kwa sababu tayari wewe ulianza, umeshajua mabonde, umeshajua milima, umeshajua jangwa, umeshajua mapori, na kwa kuwa umepita, basi wewe utakuwa mwalimu mzuri kwa vizazi vingine na watoto wengine ambao nao watatamani kufikia ndoto ulionayo.
Kwa hiyo nikupongeze sana, lakini kuwa mzaliwa wa kwanza ni kazi kubwa, kwa sababu na wewe utalazimika kuzaa watoto wengine kama wewe, ili na wao pia wazalishe na wengine, ili siku moja kata yetu hii ya Mang'onyi iwe na watoto wako wengi wakitoka kwako, kwa maana kupitia elimu. Na hapa nipo na viongozi wa serikali, wazee ambao tumetoka kuzunguka nao, vijana ambao tumetoka kuzunguka nao sehemu mbalimbali, na wao katika miradi ambayo tumepita, miongoni mwayo ilikuwa ni shule za msingi, shule za sekondari, ambazo ndio hatua ya awali ya kufikia elimu ya juu. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana kwa maana kuboresha majengo ama kujenga shule zingine, ili tupate watu kama wewe kwa wakati ujao. Mang'onyi oye! Mang'onyi safi! Kwa hiyo mimi niwapongeza watu wa Mang'onyi kwa kazi kubwa ya kumlea huyu ndugu yetu, na hatimaye leo anapata daraja kubwa la kitaifa kama hili. Najua safari ya elimu ni ngumu, ameeleza vitu vingi sana. Anasema kuna wakati aliambiwa na mama akauze mahindi. Akauze nini? Mahindi, ili apate fedha ya kwenda shule. Ni majaribu makubwa sana kwa watoto wetu, ukauze mahindi ili upate fedha ya kuelekea ama kuendelea na sekondari. Sasa hayo ni baadhi tu yaliyoyataja, kwa sababu kuna watoto wetu wengi ambayo hata hayo mahindi hawana ya kwenda kuuza. Kuna watoto wetu wengi sana wanapitia changamoto za elimu na wanarudi nyuma na wanakata tamaa. Sasa hao wasipopata washauri wazuri wanaweza wakapotea. Hao wasipopata watu wenye malezi mazuri kama alivyolea mama yetu, hao watoto au vijana tutakwenda kuwapoteza. Sasa sisi tunahitaji taifa lenye watu waliosoma, walioelimika, watu wasome. Hatutajisikia vizuri kama hao watu wataishia njiani wasitimize ndoto zao.